Bunge la Seneti la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeondoa kinga ya aliyekuwa rais wa nchi hiyo Joseph Kabila na kumtengenezea njia ya kufunguliwa mashtaka. Kabila, ambaye pia ni seneta wa maisha, anatuhumiwa kwa uhaini, uhalifu wa kivita na kuunga mkono kundi la waasi la M23 ambalo liliteka miji mikubwa mashariki mwa Kongo mapema mwaka huu. Kwa jumla maseneta 88 walipiga kura ya kuunga mkono kushtakiwa kwake. Ni 5 pekee waliopiga kura dhidi yake, huku kura nyingine 3 zikibatilishwa. Joseph Kabila, ambaye aliondoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mnamo mwaka 2023, hakufika mbele ya Seneti kujitetea kabla ya kura hiyo. Anakuwa mkuu wa kwanza wa zamani wa nchi hiyo inayokabiliwa na mzozo wa kivita kushtakiwa kwa uhaini, uhalifu wa kivita na mashtaka yanayohusiana nayo. Kabila alikuwa rais mnamo mwaka 2001 na kukaa madarakani karibu miaka 20. Muhula wake wa pili na wa mwisho wa kikatiba ulimalizika Desemba mwaka 2016, lakini alikataa kuondoka na kusababisha maandamano mabaya. Alifanikiwa kusalia madarakani kwa miaka 2 zaidi na hatimaye akakubali kuondoka madarakani mnamo mwaka 2018 kufuatia uchaguzi wa mwezi Desemba. Januari mwaka 2019 alikabidhi madaraka kwa mrithi wake Felix Tshisekedi. Mwaka 2023 aliondoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msemaji wake Babara Mzimbi amerudia kusema aliondoka kwa sababu za kitaaluma. Hata hivyo, Joseph Mahamoudi kutoka taasisi ya kupambana na misimamo mikali ya Aidove anasema maisha ya kisiasa ya Kabila hayakuwa imara kama angesalia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hivyo kuondoka kwake kulikuwa kwa kimkakati. Akiiga mfano wa baba yake Laurent Kabila alikwenda nje ya Kongo. Nadhani aliondoka DRC katika juhudi za kuendeleza maisha yake ya kisiasa kwa njia nyingine, alisema Joseph Mahamoud, mwisho wa kumnukuu. Kabila anasema alikuwa akijishughulisha na programu za masomo katika chuo kikuu cha Johannesburg nchini Afrika Kusini. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.